Marekani ina wasiwasi juu ya kudukuliwa kwa kombora lake la GBU-39B ambalo limepatikana nchini Lebanon na kuziruhusu nchi zisizo rafiki kwake hasa Iran, Urusi na China kupata teknolojia iliyotumika kwenye kombora hilo la kisasa na kuwa hatari kwa Marekani na utawala wa Israel. Kwa mujibu wa shirika la Fars, baadhi ya duru za habari zimeripoti kwamba Marekani imeomba serikali ya Lebanon kuirudishia kombora lake la GBU-39B lililotumika kufanya mashambulizi mjini Beirut, lakini halikuripuka na kwamba limedondoka. Vyombo vya habari vya Israel vimeripoti kuwa Washington ina wasiwasi mkubwa kwamba teknolojia ya kombora hilo la kisasa jepesi na linaloongozwa kwa usahihi wa hali ya juu litakuwa mikononi mwa pande zisizokuwa rafiki kwa Marekani, hasa Iran na Russia, na imeiomba serikali ya Lebanon kulirejesha kombora hilo kwa Marekani licha ya kwamba lilivurumishwa nchini Lebanon kwa ajili ya kufanya mashambulizi na mauaji dhidi ya raia wa nchi hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na Israel ni kwamba kombora hili lilikuwa likiwasaka Hezbollah, lakini kombora hili kwa namna moja ama nyingine limerushwa katika maeneo ya makazi ya watu, lakini kombora hili linadaiwa kwamba lilidondoka katika ardhi bila kulipuka. Chanzo kimoja cha kijeshi cha Lebanon kimethibitisha kutolewa ombi hilo na Marekani na kuongeza kuwa ombi la Marekani limetumwa kwa jeshi la Lebanon. Afisa wa kijeshi wa Lebanon ameongeza kuwa utaratibu wa kurejeshwa kwa kombora hilo na jinsi litakavyofikishwa mikononi mwa Marekani ni mambo ambayo bado hayajakamilika. Inadaiwa kwamba sasa hofu ya Marekani ni kwamba kombora hilo ambalo halikuripuka ni wazi litaweza kuwafikia watu wa Urusi, China pamoja na Iran, na kwamba mataifa haya ambayo si rafiki kwa Marekani yataweza kuchukua teknolojia ya kombora hilo. Katika hali ya kukosa haya wala aibu, Marekani imejipa uthubutu wa kutaka kurejeshwa kwa kombora hilo ambalo imelitumia kiuadui kwa ajili ya kuua raia wa Lebanon. Kombora hilo ambalo halikufyatuka lilitumika kwenye mashambulizi ya kikatili ya utawala wa Israel kwenye eneo la kusini mwa Beirut siku ya Jumapili, mashambulio ambayo yalipelekea kuuawa kwa Haitham Ali Tabatabai, mmoja wa makamanda wakuu wa Hezbollah na wanachama wengine kadhaa wa harakati hiyo ya wapiganaji wa Kiislamu wa Hezbollah nchini Lebanon. Kombora la GBU-39B lina uzito wa paundi 250, linaendeshwa na kuongozwa na jeshi la anga la Marekani na utawala wa Israel pekee. Linategemea mwongozo wa satellite kwa maana GPS, na ingawa ni dogo lakini linaweza kusababisha uharibifu mkubwa na linatumia teknolojia nyeti na ya siri mno. Ni miongoni mwa makombora machache ya kizazi kipya na ya hali ya juu ambayo Marekani imekuja nayo katika siku za hivi karibuni. Hofu kubwa iliyopo ni kwamba China pamoja na Urusi pamoja na Iran watakuwa na teknolojia ya kombora hili, ambapo Marekani inaamini kwamba teknolojia ya kombora hili ipo katika mataifa mawili tu ya Marekani pamoja na Israel, na makombora hayo yanafanywa majaribio katika mataifa kama vile Lebanon, ukanda wa Gaza, lakini pia na hata katika maeneo mengine kama vile Syria, na ndiko ambako makombora haya mapya ya Marekani yanafanywa majaribio kutokana na vita mbalimbali ambavyo Israel imeingia na makundi ya wapiganaji pamoja na baadhi ya mataifa mfano wa Syria, lakini pia na hata Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uweze kujua ni nini kinajiri katika ulimwengu.